kipimo kina uwezo wa kugundua saratani katika hatua za awali kabisa. Na maana yake ni kwamba ni nini? Ukigundua katika hatua za awali na kujua iko katika hatua gani, kwamba unaweza ukampa mgonjwa matibabu ya kumponesha. Kwa hiyo ni kipimo ambacho ni very sensitive, ni kipimo ambacho ni very modern, na wote huu ni uwekezaji ambao umetokea katika hili awamu ya 6. Na lengo lake ni kuhakikisha kwamba wagonjwa wanatibiwa kwa uhakika. Yaani tiba inatolewa wakati unahakikisha kwamba ninachokifanya hapa ni sahihi. Kipo hapa, seli za saratani ziko hapa, kwa hiyo nazitarget. PET scan imekuonyesha ugonjwa umefika hapa, kwa hiyo una target. Kwa hiyo yote haya ni maendeleo ambayo tuliona kwamba ni vizuri tukashare na ninyi wenzetu wana habari, ili muweze kuhabarisha umma. Lakini pamoja na hayo imewekeza pia katika kukarabati miundombinu ya matibabu, maeneo ya kusubiria wagonjwa pale katika taasisi. Sasa hivi kama kuna ambaye amefika siku za karibuni, mwenyewe atajionea, wagonjwa wanakuwa katika maeneo ambayo ni safi, ni mazuri, yametengenezwa vizuri, wakati wakiwa wanahutubia, wakati wakiwa wanasubiri huduma mbalimbali. Kwa hiyo kuna maboresho makubwa sana ambayo yamegharimu fedha nyingi sana. Unajua ugonjwa wa saratani ni ugonjwa ambao kidogo ni mgumu. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba mgonjwa anapata matibabu, lakini pia anapata faraja, anapata matumaini. Kwa hiyo kuanzia sehemu ambapo tiba inatolewa na wataalamu na kila kitu. Kwa hiyo serikali imewekeza kuhakikisha kwamba miundombinu yote inakuwa mizuri, inakuwa salama, inakuwa rafiki, ili kumuongezea mgonjwa pia matumaini makubwa wakati anapopata haya matibabu. Na kuna mashine nyingine ambayo inaitwa SPECT. Hii ni mashine ambayo pia nayo ina uwezo wa kugundua kansa kama imesambaa kiasi gani, hasa inapokuwa imeenda kwenye mifupa. Mashine ambayo imewekwa kipindi hiki cha awamu ya 6. Na lengo ni kuweza kuchunguza, kama nilivyosema, ni kuchunguza ujue kwamba saratani imefika katika hatua gani, ili uweze kutoa matibabu sahihi na kuhakikisha kwamba mgonjwa anapona. Niwaeleze kitu kimoja kuhusu saratani, kwa sababu watu wamekuwa wakipeana taarifa ambazo sio sahihi, na kutishana kwamba ukipata saratani hupone. Hapana, saratani inatibika. Katika magonjwa yasiyoambukiza, nadiriki kusema kwamba kama kuna ugonjwa ambao unatibiwa ukapona ukaachana nayo, ni saratani. Unlike hata pressure ambao utatumia dawa za pressure maisha yako yote, au kisukari utatumia dawa za kisukari maisha yako yote, saratani unatibiwa unapona. Swala ni kwamba sasa unakuja katika hatua za namna gani. Kwa hiyo unakuja katika hatua za awali, unatibiwa unapona. Sasa unakuja katika hatua ambazo ni za juu sana, basi unapewa kitu tunachoita palliative care, tiba shufaa ya kuondolea maumivu na mateso. Mwisho wa siku unarejea kwa muumba wako. Sasa asiyejua anaweza akasema ukiumwa saratani unakufa. Hapana, kumbe wakati unakuja katika taasisi hali yako tayari ilikuwa imeshakuwa mbaya. Sasa lengo ya forum kama hizi pia tunazitumia ninyi waandishi wa habari, mtusaidie kuhamasisha watu. Mtahamasisha watu waweze kupima, early diagnosis save life, waweze kugundulika mapema ili kuokoa maisha yao na waendelee na shughuli zao nyingine za kiuchumi kama kawaida. Taasisi pia ina maabara nzuri kabisa ya kisasa ambayo ina ithibati ya kimataifa. Maabara yetu ina ithibati ya kimataifa. Vipimo vinavyotoka katika maabara ya taasisi ya saratani ya Ocean Road, hata ukivipeleka popote pale, vinakubalika kwa sababu tuna ithibati ya kimataifa. Na tuna ithibati ya kimataifa kwa sababu ni vipimo ambavyo vimefuata viwango vya kimataifa. Kwa hiyo hili ni swala ambalo pia niliona kwamba ni vizuri mkalijua. Lakini penye upande wa rasilimali watu, tuna wataalamu wabobezi wa aina mbalimbali, wengi kuliko pengine taasisi yote ya saratani katika kusini mwa jangwa la Sahara. Na siku za karibuni kumekuwa na scholarship za Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha nyingi sana kwa ajili ya kusomesha wataalamu katika sekta ya afya, na sekta ya saratani haipo nyuma katika hilo. Tumesomesha pia wataalamu wetu wengi wameenda ku super specialize kwa kutumia hizi fedha za Dr. Samia Suluhu Hassan scholarship. Kwa hiyo ni kipindi hiki ambacho pia imeweza kusomesha wataalamu wengi sana kuliko kipindi chochote. Imekuwepo kwa takriban miaka 30, lakini naweza nikwambieni kwamba maendeleo au maboresho ambayo yamefanyika katika kipindi cha miaka
mitano sita iliyopita pengine ni makubwa kuliko maboresho yalikuwa yamefanyika katika miaka 25 iliyopita. Kwa hiyo nimeona kwamba ni vizuri hili mkalielewa. Pia tumekuwa na kitengo cha mkoba cha Samia Suluhu Hassan ambako tunazunguka nchi nzima kufanya upimaji wa saratani na kuwahamasisha watu na kuwapa elimu. Mpaka sasa hivi tumezunguka mikoa kama 15 hivi Tanzania na tumescreen watu kama 200,000. Wengine unawakuta wana saratani katika hatua za awali, basi tunatibu na kuwaponyesha hapo hapo. Wengine zinakuwa zimefika katika hatua za kati, basi tunawalipa katika taasisi ya saratani, tunawapa matibabu. Na hata wale ambao tumewakuta akiwa katika hatua za juu bado wanapata matibabu ya kupozesha ule ugonjwa, kuhakikisha kwamba hawapate mateso na maumivu mengine yatokana na hiyo. Kwa hiyo hakuna hatua ambayo hupati tiba. Hatua yoyote ile utakayokuja kwetu utapata tiba. Swala ni kwamba je, hiyo tiba itakuwa ni ya kuponyesha au itakuwa ni kupozesha ugonjwa. Kwa hiyo ukija katika hatua awali unatibiwa, hatua ya kwanza na pili unatibiwa, unapona kabisa. Hatua ya tatu kidogo kuna changamoto, na hatua ya 4 basi inakuwa tunaishia katika kuongeza umri wako, lakini tuhakikisha kwamba huo umri unaoishi huishi kwa mateso. Maumivu yanakuwa hayapo, mateso mengine yanakuwa hayapo. Of course at the end of the day tunajua kwamba hakuna mtu atakayeishi milele, lakini ni vizuri, itoshe tu kusema kwamba ni vizuri tuwe na utaratibu wa kucheki afya zetu mara kwa mara. Tumeboresha pia miundombinu katika tehama. Utoaji wa huduma zetu sasa hivi umekuwa ukibase sana katika teknolojia. Tunahakikisha kwamba rekodi za wagonjwa wetu zimewekwa sawa sawa, na tunafanya kazi kwa ufanisi zaidi kwa kutumia miundombinu mbalimbali ya tehama ambayo imewekwa. Kwa hiyo ni mambo mengi sana ambayo yametokea katika hiki kipindi, na mengine bado yanaendelea kutokea. Kwa mfano sasa hivi tuna mpango wa kuanzisha kituo cha saratani Arusha, Kigoma na Mtwara. Arusha tayari tushapata eneo la ekari 18 na tunatarajia kwamba mwaka huu tutaanza ujenzi wa kiwanda cha madawa. Yote ni kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kutengeneza, force sio dawa zote, lakini tutaweza kutengeneza baadhi ya dawa za saratani hapa ambazo ni hali sana, na kusababisha sasa zipatikane kwa unafuu kulinganisha na ile hali ambayo tulikuwa tunaagiza kila dawa. Na hii imekuwa pia ni ajenda kubwa sana ya Mheshimiwa Rais na waziri wetu pia, ya kuanzisha viwanda mbalimbali vya madawa. Nadhani mnajua kabisa kwamba wametenga eneo kama la eka 400 pale Mloganzila kwa ajili ya kujenga viwanda vya madawa, kuhakikisha kwamba tunazalisha at least 70% kama sio 80 ya dawa zetu nchini. Kwa hiyo taasisi ya saratani ya Shirandula nayo haiko nyuma katika hili, ina mpango wa kuanza hilo sasa hivi, pamoja na kuanzisha na kituo cha saratani Arusha, lakini ambacho kitakuwa sawa na kile cha Mbeya ambacho nimekwisha kueleza. Lakini sambamba na hilo tunatarajia kupanuka kwenda Kigoma ambako tayari tumeshapata kiwanja kule eneo la Ujiji la uwekezaji, alafu pamoja na Mtwara. Kwa hiyo Ocean Road haiko tu pale Ocean Road Dar es Salaam, lakini Ocean Road inapanuka, inazidi kusogeza huduma na kwa wananchi zaidi. Na sasa hivi tumeshaanzisha Ocean Road Consultants Bureau. Tuna huduma sasa ya consultants au ushauri kwa ajili ya kutengeneza mashine mbalimbali za mionzi na za ugunduzi kama CT scan na MRI. Tumetengeneza kitengo sasa ambacho kitazinduliwa muda si mrefu kwa lengo la kuhakikisha kwamba hizi mashine zote ambazo zinanunuliwa na serikali, CT scan, serikali imesambaza CT scan nchi nzima, MRI imesambazwa pia maeneo mengi sana. Sasa tuweze kuzifanyia service na matengenezo kinga kwa kutumia wataalamu wetu wa ndani, na Ocean Road ina hiyo capacity kwa sababu ina human resource ambayo imeendelezwa katika kiwango kikubwa katika kufanya mambo kama hayo. Kwa hiyo ni mengi ambayo yanafanyika katika taasisi, siwezi katika forum hii siwezi kuyaongelea yote, lakini nilitaka tu mjue hayo machache. Lakini matokeo ambayo yanatarajiwa baada ya hayo yote ni nini? Ni kwamba tutakuwa tumeongeza uwezo wa Ocean Road kuhudumia wagonjwa wengi wa ndani na nje. Ocean Road sasa hivi ni
kituo cha tiba utalii katika uwanja huu wa saratani. Tunapata wagonjwa kutoka Komoro, tunapata wagonjwa kutoka Zambia, DRC, Malawi, Mozambiki, Kenya. Hapo wanakuja wagonjwa wengi tu, pamoja na Uganda. Kwa hiyo ni kitovu cha tiba utalii, lakini pia na mafunzo. Hakuna nchi ambayo inayotuzunguka sasa hivi ambao ukienda hutakuta mtaalamu ambaye amesomea Ocean Road. Nenda Kenya, nenda Uganda, nenda Rwanda, nenda Zambia, wapo ambao wamesomeshwa Ocean Road. Kwa hiyo ni kituo muhimu cha mafunzo, lakini ni kituo muhimu katika tiba utalii. Na nilisema kwamba mashine zote hizi lengo lake ni kupunguza muda wa wagonjwa kusubiria matibabu ya saratani. Mtu anapokuja akipimwa, akigundulika kwamba anayo, basi anaanza matibabu muda mfupi, amalize, ili maisha yake yaweze kuendelea. Na nimeongelea swala la kusogeza huduma zaidi, karibu zaidi kwa wananchi. Lakini pia kuna pointi moja nilisahau. Tumenunua mashine 2 za mammograph ambazo sasa hivi ziko under installation kwa ajili ya kupima matiti na kuweza kugundua saratani za matiti kwa kina mama. Hata kina baba wanapata saratani za matiti, jamani, naposema saratani ya matiti, lakini kwa kiwango kidogo sana. Na zile mammograph haziwezi kutumika kwa ajili ya kina baba kwa sababu na zao ni ndogo sana. Lakini mashine 2 sasa hivi ziko under installation, ambazo zimegharimu takriban bilioni 1.1. Na imani kwamba pengine mpaka mwezi ujao zote 2 zitakuwa zinafanya kazi. Lengo lake ni nini? Ni kuhakikisha kwamba hakuna Mtanzania ambaye anakaa na ugonjwa usiogundulika au usiojulikana hatua yake ilipo, au hakuna sababu ya Mtanzania kwenda nje kwenda kutafuta tiba ya saratani. Kama ukiamua kwenda India na South Africa, uende tu kwa sababu umependa, lakini sio kwamba unaenda kwa sababu hiki hakipo. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa na hivi vyote viko vinapatikana. Na yote hii inaendana pia na Vision 2050, dira ya 2050 ya serikali, lakini pia na mpango wa maendeleo endelevu ambao tunaita Sustainable Development Goal, ambao zote vimeainisha kwamba afya ndio msingi wa maendeleo, afya ndio mtaji wako. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba afya yako iwe sawa sawa, utaweza kufanya shughuli zako za maendeleo. Baada ya kusema hayo, mimi napenda nichukue nafasi kuwashukuru waandishi wa habari, na ninaomba na nawasihi mtumie hizi kalamu zenu, mtumie teknolojia mlio nayo, mhakikishe kwamba hizi habari zinamfikia mpaka mwananchi aliyeko kule kijijini. Ile hali ya kwamba mtu anakuwa na kidonda, ana nini, alafu huko kijijini anafikiria kwamba labda pengine ni mambo ya kishirikina au namna gani, au anaambiwa kwamba usiende hospitalini kwa sababu saratani haitibiwi kwa tiba za hospitalini. Hapana, saratani inaweza ikapasuliwa, ikaondolewa. Saratani unaweza wakapewa mionzi ikaisha. Saratani unaweza wakapewa tiba kemikali ikaisha. Saratani unaweza wakapewa tiba za homoni ikaisha. Kwa hiyo zote hizi ni tiba ambazo zinatumika kutibu saratani. Kwa hiyo hakuna hatua yoyote ambao unaweza kusema bana, hapa nilipofikia tena sitibiki. Na ninyi mna nafasi kubwa sana ya kufanya, kama jinsi ambavyo mmepiga debe wakati janga la ukimwi lilivyokuja. Wakati lilivyokuja janga la ukimwi ilikuwa miaka 80 pale. Nadhani pengine wengine mlikuwa hamjazaliwa. Sisi tulikuwepo, alhamdulillah. Kwa hiyo waandishi wa habari ilibidi wajiorganize, mpaka wengine wa specialize kuandika habari za ukimwi tu. Na hiyo ilisaidia sana. Ilisaidia kufikisha taarifa mpaka vijijini. Sasa tulikuwa tunapenda katika hii nyanja ya saratani pia tuwe na waandishi wa habari ambao wanasema bwana, mimi nataka kuspecialize kwenye uandishi wa habari za saratani. Tutakujengea uwezo, tutakusaidia namna gani ya kupata data na vitu kama hivyo na nini na vitu kama hivyo. Sasa tukishafika katika hatua ya namna hiyo, ina maana tutaweza kuelimisha watu wetu. Watu wetu watapata habari, watu wetu wataelimika, watu wetu watajenga culture ya kwenda kupima hospitalini na kugunduliwa mapema, na sio kukaa mpaka uone dalili zimefikia katika hatua za juu alafu ndio unaenda kwa ajili ya kutafuta tiba. Mimi baada ya kusema hayo,
mwandishi wa habari, mimi napenda kuwashukuru sana na niko tayari kupokea maswali au maoni kwa jinsi ambavyo mtakavyoona inafaa. Asanteni sana. Tunakushukuru sana daktari. Tunakaribisha maswali. Tutaanza na watu 4 wa mwanzo alafu tutaendelea na hatua inayofuata. Asante. Naitwa Rachel Chibwete. Naandikia gazeti la Mwananchi. Mkurugenzi, mimi nilikuwa na maswali matatu ambayo nilikuwa nataka ufafanuzi. La kwanza tu, kwa sababu nyewe mko pale ni taasisi inayoshughulika na saratani, mmegundua ni nini sababu ya watu kuchelewa kupata matibabu ya saratani? Kwa sababu umesema kuna hatua ya kwanza mpaka ya 4. Kitu gani kinachowachelewesha watu kupata matibabu? Lakini pia ningependa kufahamu ni watu wa umri gani ambao wanashambuliwa zaidi na saratani? Ni watu wazima tu, ni watoto tu, au ni rika gani? Na la mwisho, kama mimi binafsi ningependa kufahamu ni watu wafanye nini ili kujiepusha na saratani. Asante. Asante. Naitwa Carlos Ngonyani kutokea Wasafi TV. Nina maswali mawili na nilitaka ufafanuzi zaidi. La kwanza ni kuhusiana na swala zima la matibabu ya saratani. Naitwa Carlos. Naam. Swali langu la kwanza ni kuhusiana na swala zima la matibabu, na katika maelezo yako umeeleza kwamba saratani inatibika. Lakini mara nyingi tumekuwa tukishuhudia huko mtaani baadhi ya watu ambao wanatibiwa ugonjwa saratani kwa kukatwa viungo vyao. Pengine katika hospitali ya Ocean Road hali ikoje, watu kukatwa viungo, vitu kama hivyo? Lakini swali la pili, umeeleza hapa katika maelezo yako kuhusiana na wakina baba pia sasa hivi kupata saratani ya matiti. Pengine nataka nifahamu sababu zipi ambazo zinapelekea pia kina baba kupata saratani ya matiti. Asante. Asante. Kwanza mkurugenzi, ni kupongeze kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Mimi naitwa Mgongo Kaitira, ni mwandishi kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC. Umetueleza kwamba Ocean Road sasa ina takriban miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Pengine kwa kipindi chote hiki mmeshahudumia ama kuwafikia wananchi takriban wangapi? Hiyo moja. Cha pili, kipindi cha nyuma ilikuwa inaonekana kwamba ni hospitali pekee nchini ambayo inatoa huduma hizi za matibabu ya saratani. Lakini tunaona sasa serikali imezidi kuongeza wigo, kwa maana ya kutanua wigo. Kumekuwa na hospitali nyingine zenye uwezo wa kutoa huduma hii. Mathalani hospitali ya Benjamin Mkapa, hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando, na sasa kuna hospitali ya mkoa wa Mara Kwangwa. Kama sikosei, na wenyewe wameanza kwa hatua zile za awali. Pengine uanzishwaji wa hospitali hizi umewapatia nyinyi unafuu kwenye kukabiliana na changamoto ya msongamano wa wagonjwa? Naitwa Bahati Msanjila, natoka Crown Media. Mimi nilikuwa nataka nijue kuhusiana na swala zima la gharama za matibabu, lakini pia unaweza ukatuambia kwamba mpango wa bima ya afya kwa wote kwa namna gani utakwenda kupunguza mzigo wa gharama kwa wananchi. Asante. Naitwa George Mbara kutoka Azam. Katika maelezo yako umeeleza kwamba mmeanzisha huduma ya tiba mkoba na mmeshafika katika mikoa takriban 11 na mmewafikia watu zaidi ya 200,000. Hem, tuambie sasa katika upande huo ni wagonjwa mmewakuta katika stage gani, na hii tiba mkoba inasaidiaje kuwafikia watu wengi zaidi, na taarifa wanazipataje katika maeneo ambayo mtakuwa mnakwenda? La pili, kumekuwa na dhana kwamba saratani ya matiti inaweza, kwa upande wa wanawake, mwanamke anaweza siipate kama atakuwa ananyonyesha mara kwa mara. Ananyonyesha, yani ananyonyesha. Sasa ni katika muktadha upi sasa, kunyonyesha mtoto au kumnyonyesha mtu yoyote? Tunashukuru. Mkurugenzi, unaweza kujibu haya yaliyotangulia. Asante.
Asanteni sana. Nashukuru sana. Maswali yote ni mazuri na yote yana msingi. Nashukuru sana. Tuanze na dada yangu Recho hapa. Ameongelea swala la kuchelewa. Okay? Sababu za kuchelewa. Sababu za wagonjwa wetu kuchelewa hadi wakafika hospitalini wakiwa wamechelewa zipo nyingi. Kuna sababu za kiuchumi. Kama ambavyo nimekushawaeleza kwamba mtu analazimika kusafiri kilomita 800, kilomita 1000 kuja katika taasisi ya saratani ya Ocean Road. Kwa hiyo kama uchumi wake sio mzuri, kwa vyovyote vile atakusanya fedha mpaka atakapoweza kuja, inaweza ikawa ile saratani imeshasambaa. Kwa hiyo mojawapo ni uchumi, alafu umbali, lakini pia kuna swala la elimu kwamba ana ile saratani, hajui kwamba ni saratani, hajapata taarifa sahihi, anakuja kupata taarifa akiwa amechelewa. Na ni kutokana na serikali kulitambua hilo, imeamua kusogeza huduma karibu kwa wananchi. Mpango mkakati wa kudhibiti saratani uliozinduliwa na serikali mwaka 2012 ambao umemaliza miaka 10 sasa, unakuwa reviewed, ndio ulioweka kitu kama naweza nikasema roadmap ya namna ya kusambaza huduma za saratani nchini. Ndio ulioweka kabisa kwamba ili kusogeza huduma karibu na wananchi, kuwe na kituo Kigoma, kuwe na kituo Dodoma. Wakati ule Benjamin Mkapa ilikuwa bado haijaanzishwa. Sasa hivi imetokea tuna Benjamin Mkapa, very good. Kwa hiyo kile kituo sasa kinajengwa mle ndani. Sasa kuwe na kituo Mtwara, kuwe na kituo Mwanza, kuwe na kituo kanda za kaskazini kule. Na kweli hii imesaidia. Tuna kituo Bugando, kuna kituo KCMC ambacho kimefunguliwa nadhani ni mwezi uliopita. Sasa kuna kituo Mbeya ambacho kama nilivyosema kwamba ujenzi unaendelea vizuri. Tuna imani kwamba itakafika mwezi wa 12 ujenzi utakamilika. Baada hapo mashine zitawekwa. Kwa hiyo vitu vyote hivi baada hapo tafuata Mtwara na Kigoma. Sasa vituo vyote hivi vitakapojengwa, huduma zitasogezwa karibu na wananchi. Ina maana kwamba hata mtu ambaye ni maskini hatahitaji fedha nyingi kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kupata hayo matibabu. Kwa hiyo ile changamoto ya kuchelewa itakuwa imepungua. Dada aliuliza pia swala la umri, kwamba ni watu wanapata katika nani umri gani zaidi wanapata. Saratani haina umri. Saratani inapata watoto, inapata watu wazima, inapata akina mama, inapata akina baba. Sasa ni baadhi ya saratani zinatofautiana. Unaweza kuona hizi zinapatikana zaidi kwa watoto kuliko watu wazima. Hizi zinapatikana kwa watu wazima kuliko watoto. Kwa hiyo ni wote tu wanapata saratani. Okay? Alafu ni namna kujiepusha na saratani. Umeliongelea hilo. Sasa unakutuje kwenye swala la saratani, visababishi vyake. Sehemu kubwa ya saratani inatokana na mifumo yetu ya maisha tunayoishi. Uvutaji sigara. Kama kuna wenzangu wanavuta sigara hapa, naweza kuambia hiyo ni sumu namba 1. Unywaji pombe kupita kiasi, hasa hizi pombe kali hizi. Pia vyote vinakuwa ni tabia hatarishi. Ulaji wa vyakula ambavyo ni vya kimagharibi, hizi junk food haya ambayo tunala huko McDonald's na kwingineko, na mafuta mengi. Alafu tabia zembe pia kama kutokufanya mazoezi. Vyote hivyo vinachangia. Sasa ukijumlisha hivyo, kuna swala pia sasa la maambukizi katika hizi nchi zetu zinazoendelea. Kwa mfano ukiongea saratani ya shingo ya kizazi, unaongelea virusi vinavyoitwa human papilloma virus. Maambukizi ya virusi vya namna hiyo navyo vinasababisha saratani kutokea. Kwa hiyo na ukishajua hivyo visababishi, then ni rahisi sasa kuangalia unajiprotect namna gani. Kwa mfano ukija kwenye virusi sasa, kuna chanjo. Serikali imeanzisha mpango wa kuwachanja mabinti wenye umri wa kuanzia miaka 9 hadi 14, kuhakikisha kwamba wanapata chanjo ili kuwakinga dhidi ya kirusi cha
cha human papilloma virus ambacho baadaye baada ya miaka 10-15 inamsababisha huyu mtoto sasa hivi baadaye anapata saratani ya shingo ya kizazi akiwa ameshakuwa mdada wa miaka 30-40, ndo anatakiwa awe mzalishaji kwa ajili ya nchi, anapata tatizo kama hilo. Kwa hiyo nichukue pia nafasi kuwaomba mueleweshe watu kuhusiana na hiyo chanjo. Ukisikia kwamba hiyo chanjo, manake wanaotoa chanjo wanaenda mpaka hata mashuleni huko. Ukisikia kwamba binti yako anakuambia kwamba kumekuja watu kutoka Wizara ya Afya wanataka kutuchanja kuhusiana na kutukinga na hiyo saratani, msije mkakataa, kwa sababu kuna moja imetokea, moja alipigia simu akaniambia tunasikia hizi chanjo zinazuia watu kupata uzazi. Zile chanjo ambazo ziko well coordinated, ni serikali imezi approve, zimefanyiwa majaribio kila mahali, zinatumika dunia nzima. Kwa hiyo chukueni nafasi hiyo, ni fursa kuhakikisha kwamba mabinti zetu wanachanjwa. Okay? Kwa sisi ambao au kwa ninyi ambao tayari mmeshakuwa kubwa, mmepita ule umri wa kuchanjwa, mnachotakiwa ni kuhakikisha kwamba kila mara, at least mara moja kwa mwaka, unaenda kufanyiwa screening. Ukifanyiwa screening, kama tatizo lipo utagundulika mapema, utatibiwa na utapona. Kwa hiyo ni moja ambayo nilikuwa nataka ueleze. Bwana Carlos ameuliza kuhusiana na kukatwa viungo. Yes, kukatwa viungo wakati mwingine inaweza ikawa ndio kutokana na aina ya saratani, naona hususan kwa mfano hizi za tunazita za mifupa, sarcomas. Unakuta imesha kula mfupa kiasi kwamba haiwezi kaondolewa mfupa ukabaki salama. Kunakuwa hamna njia nyingine isipokuwa kukatwa kiungo. Lakini hiyo inakuwa ni option ya mwisho, lakini ni option pia ambayo inakubalika, ni moja kati ya njia za matibabu. Lakini watu kama watakuja hospitalini mapema, hivi viungo havitakatwa. Ukifika mahali kiungo kinakatwa, ina maana kwamba umechelewa kuja, mfupa umeliwa kila mahali. Kwa hiyo hakuna njia nyingine yoyote ya kusevu ule mfupa au kusevu kile kiungo. Kwa hiyo tuwahi mapema ili tuokoe viungo vyetu visije vikakatwa. Alafu Bwana Mgongo ameuliza kwamba tuna miaka 30 kama taasisi ya saratani ya Ocean toka tumeanzishwa, tumetibu wagonjwa wangapi? Samahani, hilo swali kidogo sina takwimu sasa hivi, kwa hiyo sitaweza kuwaeleza kwamba ni kiasi gani, kwa sababu kila mwaka idadi inaongezeka. Kila tulivyoanza mwaka 2007, yani mwaka 97 na mpaka tulivyo sasa hivi, idadi imekuwa ikiongezeka. Sina hizo takwimu sasa hivi, lakini ukija katika taasisi utazipata, utajua kwamba tumetibu wagonjwa wangapi kwa kipindi chote hiki, wagonjwa wapya na wagonjwa wa marudio, na hata pengine hata vifo unaweza ukajua pia. Kwa hiyo nikupe nikuombe kwamba ukitaka hizo takwimu unaweza ukaja tu katika taasisi utazipata. Umeongelea kuhusiana na hospitali zingine kama Bugando na Benjamin Mkapa na KCMC, zimewezaje kuisaidia taasisi ya saratani ya Ocean Road? Na ndio ilikuwa hasa lengo hasa la kuanzisha huduma katika hivyo vituo, ili zisogee karibu na wananchi, ili Ocean Road isielemewe, ibakie iwe inaona zile saratani ambazo ni korofi, ambazo wengine hawawezi wakazitibu kwa sababu ya teknolojia, lakini sisi kwa sababu tuna kila kitu, basi tubakie ni referral center ambao tunaletewa zile ambazo zimeshindikana kwingine. Kweli kuwepo kwa Bugando kumesaidia wananchi wa kanda ya Ziwa, lakini kanda ya Ziwa ina watu wengi, bado sio wengi, bado tuna wengi ambao wanakuja Ocean Road, lakini kiwango fulani cha watu wanaenda kule. Vivyo hivyo KCMC ambayo imefunguliwa juzi, kiwango fulani cha watu wanaenda kule. Na tutakapofungua Mbeya pia tunatarajia kwamba tutaenda kule. Benjamin Mkapa hapa tunatarajia kwamba nayo imeanza mdogo mdogo, itakafika mwakani mashine zitakuwa zimeshawekwa. Kwa hiyo wale walikuwa wanatoka hapa kuja Dar es Salaam watabaki hapa. Kwa hiyo mzigo wa Ocean Road utapungua, utabakia zile saratani ambazo ni zinahitaji matibabu ambayo ni complicated, lakini tabakia na kazi yetu pia ya kufundisha kama taasisi ya taifa ya saratani, lakini pamoja na kufanya tafiti. Kwa hiyo kuwepo kwa hivyo vituo ni muhimu, na tunapenda vituo vingine vingi viendelee kuanzishwa. Dadangu ni Bahati kutoka Crown ameuliza kuhusu gharama za matibabu. Saratani, niwaambie ukweli, sio mgonjwa rahisi kutibu, sio malaria ambao utakunywa dozi leo kesho na kesho kutoa umemaliza. Na ndio maana tunataka kuwekeza kwenye kinga.
Tunataka kuwekeza kwenye utambuzi wa mapema, kwa sababu kadiri ya jinsi ambavyo inavyokuwa kubwa ndio matibabu yake yanavyozidi kuwa complicated na expensive. Kwa hiyo kwanza tukinge, tuchukue tahadhari za ukinga. Hazijafanikiwa umepata, kwa sababu kwa vyote vile kuna watu watapata, kwa sababu kuna nyingine zinatokea bila visababishi. Unaweza hata usiwe na hizo tabia hatarishi, tunasema Mwenyezi Mungu ametaka, amekuwa kun fayakun. Hivyo vipo, hutavikwepa. Sasa unapokuwa umepata katika nchi ya namna hiyo, fanye nini? Ufanyiwe screening, ugundulike mapema, uweze kutibiwa, kwa sababu gharama zake ni kubwa. Lakini pamoja na hiyo, serikali inachukua takriban 90% ya gharama kwa wagonjwa pale Ocean Road. Serikali ndio inalipia. Tiba ya mionzi ya muda wa wiki 6 ya shingo ya kizazi ina karibu shilingi milioni 5 million kama unalipia. Lakini wagonjwa wanachangia shilingi 100,000 tu. Ina maana milioni 4 na 900,000 ni serikali ndio inayokulipia. Kwa sababu zile mashine ni ghali, lakini kuzimaintain zile mashine pia ni ghali. Huo ni final hapo. Lakini pia inapokuja kwenye hizi tiba kemikali, kuna ambazo bei zake ni rahisi, lakini kuna ambazo bei zake ni kubwa pia. Lakini bado serikali inatoa sehemu kubwa ya zile gharama. Lakini pamoja na hapo, kuna utaratibu wa kuchangia, kwamba mtu achangie kiwango fulani. Lakini all in all, hakuna mtu ambaye anarudi nyumbani bila kupata matibabu. Nimekuonyesha kwamba tiba ya shilingi milioni 5 unachangia shilingi 100,000. Haipo. Na hata hiyo 100,000 ukiwa huna bado utatibiwa. Haipo katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Ukiondolea tu South Africa, ambako naiongelea kwa sababu nimekaa sana pale. Lakini wenzetu wa Kenya hapa na wengineo, huna saponiu. Kwa hiyo ni gharama, lakini serikali inalipia sehemu kubwa hizo gharama. Lakini pamoja na hiyo, pia tunaomba wananchi nao waweze kupale ambapo unaweza kuchangia, uweze kuchangia. Umeongelea swala la bima ya afya. Kuna mmoja ameongelea swala la bima ya afya. Bima ya afya ni jambo jema, ni jambo zuri, na ni jambo ambalo litaleta utanzuzi wa matatizo mengi tulio nayo katika matibabu. Kwa sababu siku unapougua ndio siku hiyo ambayo hutakuwa hata na senti 5 mfukoni. Bahati mbaya huo ndio inakuwa hivyo. Kwa hiyo ni vizuri ukawekeza katika bima ya afya. Na bima ya afya ina component pia ya kuangalia swala la saratani, kwamba wagonjwa wa saratani watatibiwa namna gani. Bado tunasubiri miongozo mbalimbali, manake ndio imeanza. Lakini jua tu kabisa kwamba ile itakuwa na usaidizi mkubwa sana katika swala zima la matibabu. Halafu kuna Bwana George tena aliuliza kuhusiana na saratani na unyonyeshaji. Swali lake nadhani alili twist kidogo. Alisema kwamba saratani, ukiwa unanyonyesha sana unapata saratani ya matiti. Nikamwambia hapana. Haupati. Basi. Nashukuru sana kwamba kumbe umeliweka sawa sawa. Ni kweli kuna sababu za kisayansi, tafiti ambazo zimefanywa zikaonekana kwamba yale maziwa ya mama yale yana protection, yana kinga zidi ya saratani kila atakuwa anatoka kuwanyonyesha mtoto. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa ni wagumu, hawataki kunyonyesha, wanataka kuwapa watoto wao maziwa ya makopo, kwa sababu labda wanataka kumaintain. Kwa mama ni kitu kizuri, kwa mama ni kitu ambacho unatakiwa uwe proud. Sasa mama gani ambaye hupendi kunyonyesha jamani? Kwa hiyo tunachukua nafasi kuwaomba zaidi na kushawishi kwamba muhakikishe kwamba watoto wenu wananyonya sawa sawa. Ina component fulani, sio kwamba tu kishakuwa umenyonyesha basi hutapata saratani, hapana. Lakini ina component fulani ambayo ni protective. Na hiyo imegundulika imethibitika kisayansi. Kwa hiyo tunyonyeshe. Kuna swali lingine ambalo limeulizwa hapa ambalo si hata kwa ufupi mimi nadhani nimeweza kuaddress hayo maswali kama jinsi ambavyo mliwauliza, lakini naam.
Sasa umeongelea tiba mkoba. Tena ninavyoongea nawe sasa hivi, hii ni wiki ya 3 tuko hapa Dodoma kwa ajili ya tiba mkoba. Tulianza wiki ya 3. Wiki ya kwanza tumetumia idara kuu ya utumishi kizima. Wiki ya pili tumetumia wizara ya fedha, na hii wiki ya 3 bado tuko wizara ya fedha. Tunafanyia screening watumishi, alafu tarudi Dar es Salaam, alafu baada hapo taenda kwenye wizara nyingine. Lakini nchi nzima tumetembea mikoa kama 15 na tumeskini watu kama 200,000. Sasa sina takwimu kama ni wangapi ambao tuliwakuta katika hatua za awali, japokuwa wenzangu watakuwa nazo, lakini kuna wengi tumewakuta katika hatua za awali na kuwatibu na kuwaponyesha, na kuna wengine ambao kutokana na hatua alizofikia walikuja katika taasisi ya saratani ya Ushendori na wakatibiwa wakapona. Kati ya hao 200,000 ambao tumewaona, ni wangapi ambao walikuwa katika hatua za awali na ni wangapi ambao hawakuwa na kitu, naomba nisilizungumzie hilo kwa sababu nitakuwa sina takwimu. Sasa umeuliza kwamba watu watajueje kuwepo kwa hiyo huduma ya tiba ya tiba mkoba. Okay? Tukiamua labda kwenda mkoa fulani au kwenda kwenye wilaya fulani, tunatoa taarifa kwenye vyombo vya habari. Tunatoa taarifa tukiwa Dar es Salaam, na tukifika kule kwenye vyombo vya habari vya ule mkoa tulioko tunatoa taarifa pia. Halafu tunaenda kwenye moja kati ya hospitali zozote za serikali. Halafu tunafanya kazi nao. Tunatumia nafasi hiyo pia kuwajengea wale wenzetu uwezo, ili hata tukiondoka waweze kuangalia vitu ambavyo ni vya kawaida, alafu waweze kurifaa pale ambapo vitu vinakuwa ni katika hatua za juu zaidi. Swali langu namba 2 nilikuwa sijajibiwa kuhusiana na kina baba kupata saratani ya matiti. Wengine na nyoa paswa wao wananyonyesha. Nimesikia kwa kina mama. Sasa niseme hivi, kwanza sio kwamba ni kunyonyesha pashe kunazuia mama asipate saratani ya matiti. Niliweka sawa. Okay? Kwamba ila ina component ya kuzuia. Lakini sio kwamba basi as long as unanyonyesha upate. Kwa watu wengi wasingekuwa hawapati, maana yake hakuna. Ni wachache ambao hawanyonyeshi. Sio? Lakini hiyo ni moja kati ya component. Lakini kuna component nyingi sana. Kuna component like genetics. Za kinasaba. Ambazo zinarani katika ukoo. Kuna component za hali ya mazingira. Kuna component za vyakula. Kwa hiyo ukiongelea ile sumu la saratani lina mambo mengi sana. Kwa hiyo kunyonyesha ni moja kati ya component ambayo inaweza kukukinga, lakini haina maana kwamba kunyonyesha peke yake tu basi ndio ukishanyonyesha basi utapata sasa. Nadhani hilo sasa litakujibu kwamba kina baba hawanyonyeshi. Hiyo ni wazi kabisa hawanyonyeshi. Okay? Lakini kama jinsi ambavyo tulivyosema kwamba sio tu kunyonyesha kuna kumzuia mtu kupata, ina maana huyu baba tunajua kabisa hanyonyeshi. Kama jinsi ambavyo mama anayonyesha anaweza akapata, baba pia naye anaweza akapata japo hanyonyeshi. Na nadhani ni takriban chini ya 2% ndio anakimbia kina baba wanaopata saratani ya matiti. Chini ya 2%. Na matibabu ni yale. Tiba kemikali, utatolewa titi wewe baba, utapewa homoni kama na nini nyingine. Approach ni hiyo. Wapo. Kwa hiyo na wewe ukiona kama kuna uvimbe kwenye titi lako, usilichukulie kiurahisi. Jua kabisa kwamba na wewe pia una nafasi ya kupata. Japokuwa kwa watu 100 wenye saratani ya matiti utakuta kina mama 98, kina baba 2, 2% au chini hapo. Nakushukuru sana mkurugenzi. Nakushukuru, mnafanya kazi kubwa, asanteni sana. Nilitamani kujua tu, naitwa Magnus Mahenge, naandikia Habari Leo. Nilitamani kujua ni saratani ya aina gani kwa miaka 30 ya uzoefu wako ambayo inaongoza kwa wagonjwa wengi kupata. Katika saratani, aina za saratani zile msema za TT msema hivi, sasa ni ipi ambayo katika miaka yako 30 umeona? Labda pengine kuna maeneo fulani nchini kwetu hapa, labda pengine mikoa fulani au kanda fulani, maana hadi ya maelezo yako ya mwisho kwamba kuna mazingira, si kuna kibinasaba, si kuna nini, labda kuna mazingira fulani ambayo saratani inaenda kwa haraka. Asante. Nashukuru. Asante sana. Ni swali zuri. Saratani ya namna gani ambayo inaongoza? Jamani, saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama inaongoza kwa kiwango, inaongoza pia kwa vifo.
Yani tuna morbidity na mortality. Tuna wengi, nadhani takriban 34% ya kina mama wenye saratani, 34% wana saratani ya shingo ya kizazi. Na hii ni saratani ambayo inaweza kuzuilika kwa kupitia chanjo, inaweza kugundulika mapema kwa kupitia screening na ugunduzi wa utambuzi wa mapema, na ni saratani ambayo ukija katika hatua ya kwanza na ya pili unatibika, unapona kwa 100%. Ni saratani ambayo ninaumia binafsi kama mtaalamu katika hii eneo. Ninaumia sana ninapompoteza mama kwa saratani ya shingo ya kizazi, ambayo najua kabisa kwamba tungeweza tukaizuia kwa kinga kwa chanjo, tungeweza tukafanya screening, tukatambua mapema na kutoa matibabu. Afadhali nimpoteze kwa saratani ya ini. Nisasema anyway, pengine kusingekuwa na makubwa sana ya kufanya katika ile, lakini saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo kama saratani ya shingo ya kizazi, halafu inakuja saratani ya matiti ambayo takriban 10%. Nayo pia inachangia, nadhani inashika namba 2. Lakini sasa kuna saratani ya utumbo mpana, colonic cancer, na sasa hivi imeongezeka kote kwa kina mama na kwa kina baba. Halafu kuna saratani ya koo la chakula. Halafu tunaweza tukasema na nyinginezo. Of course kwa wanaume saratani ya tezi dume pia tusisahau, iko pale. Sinaelewa. Kwa hiyo naweza nikasema hizo 5 zinaweza zikawa ni the leading. Kwa takriban miaka 30 zimekuwa zikipishana tu kwamba mwaka huu inaenda juu, hii inaenda chini, lakini hivyo ndio ambavyo imekuwa. Kuhusu ukanda zipi zinaenea na jamii. So, okay. Swala la kanda. Hili swala la kanda pia lina changamoto kulielezea, kwa sababu kuna kanda zina watu wengi na kuna kanda zina watu wachache. Kwenye mengi pana penye wengi pana mengi. Kwa hiyo unaweza kuona tuna wagonjwa wengi sana wanatoka kanda ya Ziwa, ndio utaangalia ndio kuna migodi, kuna nini na nini. Lakini pia kuna watu wengi wanaishi katika yale maeneo. Hatujafanya tafiti hasa na kusema kwamba ni kipi ambacho kimesababisha lile ongezeko katika ule upande. Bado ni vitu ambavyo tunavifanyia kazi, lakini jua tu kabisa kwamba kanda ya Ziwa kumekuwa na wagonjwa wengi sana kuliko pengine kanda nyingine zote, lakini pia kanda ya Ziwa ina population kubwa kuliko sehemu nyingine zote. Nadhani tunakubaliana na hilo, lakini hiyo ni homework ambayo umetupa. Tunaendelea kuzungumza. Bahati nzuri na mkuu wa kitengo cha mkurugenzi wa udhibiti wa saratani, ndio kazi yake kufanya hizo epidemiological studies, kuangalia kwamba kwa nini hii imeongezeka pale, kwa nini hivi, na mbinu gani zitumike tuishauri serikali accordingly. Ndugu waandishi wa habari, nawashukuru sana kwa kunipa hii audience. Nawashukuru mmenipa hii nafasi, na nawashukuru wote kwa maswali mliouliza. Lakini niwaambie kabisa kwamba taasisi ya saratani ya Ocean Road ipo kwa ajili ya Watanzania wote pamoja na mimi na ninyi. Mimi nina kazi, nimepewa jukumu la kutoa huduma, lakini nyinyi mna kazi ya kuhabarisha umma. Kwa hiyo mtakapotaka taarifa zozote sahihi, msisite kuja katika taasisi ya saratani ya Ocean Road, mzipate ili muweze kuwaelimisha wananchi wetu. Lakini sambamba na hilo, nichukue nafasi hii pia kuwaomba na ninyi mjenge utaratibu wa kupima. Ni nani ambaye amepima saratani so far hapa? Nataka toe ofa, japokuwa kesho tunatakiwa kumaliza kule Wizara ya Fedha. Mwandishi wa habari yoyote ambaye atakayokuwa yuko tayari kuja kupima, Dr. Kaisa, chukua mwasiliana na yoyote ambaye atakuwa tayari kuja kupima, atawa accommodate. Yani special offer kwa ajili ya waandishi wetu wa habari, ili waende wakatoe clear testimony. Japokuwa kuna siku tapanga utaratibu kabisa wa vyombo vya habari kwenda kufanyia screening, lakini leo niseme ambaye atakata kupima, unataka kupima shingo ya kizazi, unataka kupima hepatitis, tunapima hepatitis pia pamoja na kutoa chanjo. Vyote hivyo tunapima pia cholesterol na vitu vingine vyote tunapima. Kwa hiyo kama unahitaji hiyo huduma, tunakupa, hii ni offer maalum kwa ajili ya waandishi wa habari. Tutaaccommodate. Mje pale Treasury Square, mtachukua namba ya huyu mkurugenzi, ataangalia wapi atawaweka,
wapi hawacheki, haichukui muda mrefu, mtachukuliwa vipimo and then the next day mtapata majibu yote. Utajua ini lako likoje, figo zikoje, utachekiwa matiti, baada utachekiwa shingo ya kizazi, utachekiwa tezi dume kwa kutumia damu, sio ule mtindo mwingine. Naona anaogopa kuogopa kidogo. Sasa bwana, utafanyiwa ultrasound, utaambiwa tezi dume ikoje, utaambiwa shingo ya kizazi ikoje, utaambiwa kikoje. Kwa hiyo hii ni fursa. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni sana, karibuni washauri.